Na mambo vipi mtazamaji wa Student Connect? Leo tuko hapa maeneo ya Ubungo Plaza ambapo hapa kuna tamasha la Jipange University Tour. Ni tamasha ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kuwapatia elimu wanafunzi wa chuo kikuu kuhusiana na masuala ya pesa pamoja na habari zingine. Sasa hapa tumepata bahati ya kuzungumza na miongoni mwa wanafunzi ambao wameshiriki suala la kupata hii elimu kuhusiana na masuala ya pesa. Naam, bwana, mambo vipi? Poa kabisa. Naam, nikukaribishe sana katika Student Connect. Nashukuru. Na wewe ni miongoni mwa wanafunzi ambao umefika hapa kujipatia elimu kuhusiana na masuala ya pesa. Pengine tungetamani kufahamu tunaposema bajeti maana yake ni nini? Tunaposema kuhusu bajeti, bajeti ni kile kiasi ambacho ulikuwa unahifadhi mdogo mdogo au umejiwekea kwa ajili ya malengo fulani ambapo utatumia baadaye. Na kuna umuhimu gani kwa mwanafunzi wa chuo kikuu kuwa na bajeti? Ni muhimu kwa sababu kuweka bajeti hiyo itaweza kukusaidia katika kipindi unamaliza, itakusaidia baadaye unaanza hata ajira ndogo ndogo ambayo itakusaidia katika maisha yako. Lakini pia kuna swala la akiba. Pengine kwa mwanafunzi wa chuo kikuu, njia gani ni muhimu sana ambayo anaweza kaitumia kwa kuhifadhi akiba yake? Mwanafunzi anaweza kuweka akiba kupitia kama hizi CRDB, au anaweza akafanya uwekezaji akatumia kama UTTs, AMIs, akafanya uwekezaji. Njia hiyo itakuwa rahisi zaidi ambayo itamsaidia mwanafunzi kuweka akiba yake. Naam, kutokana na maendeleo ya kidigitali kuna baadhi ya watu wanatumia kuhifadhi pesa kwa kutumia simu, na kuna watu wengine pia wanahifadhi pesa kwa kutumia akaunti ya benki, na hapa tunaona kuna benki nyingi ambazo zimefika hapa. Pengine wewe ungeshauri au ungeona njia ipi ni sahihi ya kuhifadhi pesa kwa mwanafunzi wa chuo kikuu? Mimi naona njia rahisi kwa mwanafunzi kuhifadhi pesa yake kwenye simu, lakini kwenye benki hivi itakuwa ya ulinzi zaidi, itakuwa ya ufasaha zaidi. Na pia kuna swala la matumizi ya pesa. Pengine kuna matumizi gani mabaya ambayo wanafunzi wa chuo kikuu huwa wanayafanya na sio mazuri katika jamii? Matumizi mabaya ya pesa ni pale mfano sisi wanafunzi tunapokea bumu. Hilo bumu si hapa tunalitumia vibaya, tunaendea disco, tunaenda kidimbwi, tunaenda kufanyia mambo mengine ambayo hayafai. Ndio matumizi mabaya ya pesa. Kwa hiyo kutokana na hilo swala, pengine kitu gani ambacho ungekishauri kwa wanafunzi wa chuo kikuu? Na washauri wanafunzi wenzangu, kipindi wanapopata kile kiasi, wajaribu kuachana na starehe, naweza kufanya bajeti, waweza kufanya matumizi ambayo yatabalance maisha yao. Pia wataweza kuweka akiba baadaye ambayo itaweza kuwasaidia. Okay, swali la mwisho. Naomba ututajie kwa mwanafunzi wa chuo kikuu labda njia gani ambazo anaweza kazifanya kujitengenezea pesa ama kutafuta pesa. Njia rahisi ya mwanafunzi kujitengenezea pesa ni kujishughulisha na biashara ndogo ndogo. Yaani kipindi hata yuko chuo, kuna muda anaweza akapata, ule muda anaweza akatumia kabisa kuuza chochote, hata kama ni karanga, hata matakaanga miogo, itaweza kumsaidia kujiwekeza na kupata pesa ya kujikimu. Bana, nikushukuru sana kwa kushiriki. Asante sana. Na mtazamaji wa Student Connect, kama nilivyotoka kuelekeza kwamba tupo Ubungo Plaza ambapo hapa kuna Jipange University Tour. Wanafunzi wa chuo kikuu wanapewa elimu kuhusiana na masuala ya pesa. Endelea kuwa nasi. Hii hapa ni Student Connect.